nachoona mimi bora nikuongezee nguvu usiku wa leo. Lakini nisipokuongezea nguvu itanikosti nikiwa peke yangu. Hicho unachokiongea ni cha ukweli, kwa maana mwenyewe kuna vitu sivielewi kabisa. Yaani mambo hayaendi. Sasa hapa la kuchelewa hakuna, mimi inabidi niondoke. Unaniona? Ndio nakuona mkuu, ni wewe hapo nakuona. Hapo tena? Jamaa, nakuona ni wewe hapo mkuu, umesimama na kuona. Mbona nashindwa kuondoka kimiujiza kwa nguvu za uchawi? Kuna tatizo gani hapa? Hata mimi ninavyoona kutakuwa na tatizo. Nishaelewa. Ngoja nifanye mambo yangu. Kumula kumula usawi kumula dielo dikumule. Kumula kumula usawi kumula dielo dikumule. Kumula kumula usawi kumula dielo dikumule. Hapo je? Wewe hapo mkuu nakuona umesimama, wewe hapo nakuona. Ina maana bado unaniona? Mkuu zamani nakuona. Ninakuona wewe hapo umesimama nakuona. Mkuu, hapa kutakuwa na tatizo. Samahani mkuu. Mkuu ni wewe hapo na sio mimi. Yani mpaka nachanganyikiwa. Ni makombe mkuu ni mimi. Hapa kweli kuna mchezo hapa. Vipi? Hapa nimekutana na kitu. Kila nikileta usinga hauji. Kila nikileta usinga hauji. Sasa sikiliza. Wewe tutaonana baadaye. Kwa nini basi kama umeharibika? Kuniita mimi mkuu nyeo baba. Ama kweli kwa numbozi kwa kumekucha. Anaita mimi mkuu. Maiti ya mwanangu imeniliza moyoni. Hivi mama wangu, mbona nimeenda kwa shangazi nikatarajia kumkuta cha kushangaza, sikumkuta. Ni kweli hukumkuta, lakini mimi mwenyewe unavyoniona kipindi natoka huko nilitarajia kabisa hapa nitamkuta. Lakini cha ajabu sijamkuta na sijajua ni kwa nini. Hii inawezekana vipi? Ila kwenye hili siwezi kulifumbia macho na linaniuma mno. Yaani kifo cha mtoto kimetokea ghafla, na sio tu ghafla, na kuondolewa sehemu za siri juu. Ngalipo mimi bado na kizazi, naumia. Huyu ni mtoto wa kwanza, imetokea hivi, na kama baba umekaa kimya na uongelee chochote, nikizaa mtoto wa pili satakatwa mpaka kichwa na utaendelea kukaa kimya hivyo hivyo. Au kuna siri kati yako wewe na shangazi? Kwa hiyo unataka kuniambia mimi na shangazi tunahusika kuhusu kifo cha mtoto? Hivi mimi unanichukuliaje? Kwa hiyo unataka kuniambia kwamba yale mambo yote ambayo aliyofanya shangazi kuhusu swala mtoto kwako umeyapuuzia, si ndio? Na bado unadiriki kuniambia kwamba mimi na shangazi tuna siri, si ndio? Mbona una panic? Au unahusika kwenye hili? Kwa hiyo mimi ni mchawi, si ndio? Mimi ni mchawi. Sikia nikwambie. Kipindi unatoka hospitali ukiwa unaugulia tumbo la kuhusu huyo mtoto, mwenyewe kabisa tuliliziana vizuri kabisa kwamba mtoto aende akalelewe na shangazi, kutokana na huduma shangazi ndiye mleaji. Na shangazi ni mtu mzima, anajua malezi ya mtoto, na ule ugonjwa unaujua kabisa ni ugonjwa mkubwa. Hivi wewe ungewezaje kumlea yule mtoto? Halafu leo hii unakuja kuniambia mimi nahusika kuhusu kifo cha mtoto. Sikiliza. Iwe kwa
Mama, kuna swali nataka nikuulize. Niulize tu binti yangu. Hamna hata shida. Eti mama, uchawi ni nini? We mtoto. Uchawi. Wewe uchawi unaujua? Na hilo neno kwanza umelipata wapi? Mimi nimelisikia mtaani. Maana kila nikipita nasikia tu nyinyi habari zenu. Eti wewe na Numbwaziko kwa nyinyi ni wachawi. Hivi ni kweli mama wewe ni mchawi? Yaani mimi na Numbwaziko ni wachawi. Mitaa haizungumzi. Watu ndo wanazungumza kwa mitaani. Ni akina nani ndo uniambie? Mimi siwajui. Utaniambiaje huwajui wakati umesema umesikia kwa mitaani amezungumziwa? Hivi unajua kwamba neno uchawi ni neno kubwa sana? Yaani mimi mwenyewe toka nimezaliwa siujui uchawi na silijui neno uchawi. Wewe unakuja unaanza kukurupuka, "Mama, wewe unanipoteka, ni wachawi." Wewe una kiti mama? Na alafu mama, kibaya zaidi amesema hivi. Eti kwa wewe na Numbwaziko dawa yenu ipo jikoni. Hivi ni dawa gani hiyo? Na kwa nini wewe na Numbwaziko? Koma. Leo amelala kimya, hana hata sauti, machozi yananishuka. Sikiliza. Mimi sio mtoto mdogo, alafu unanijua kabisa. Roho yangu mimi sio nilivyo usoni. Ukiendelea nitakupiga kama nilivyokupiga mara ya kwanza. Unipige? Siku zote mjinga uamini hasira ndio suluhisho, na mwerevu anaamini kwamba ukimya akiupa muda unaleta majibu mwafaka. Kwa maana hiyo, kaa ujifikirie kwamba wewe ni mjinga au ni mwerevu. Umefikia kunijibu hivyo, si ndio? Sasa hivi unanipanda kichwani, yani kwamba nawe sasa hivi ni mwamba, si ndio? Sasa sikia nikwambie. Sihitaji kukuharibu. Na mimi pia unanitambua jinsi nilivyo. Matatizo mimi huwa sipendi. Na ukiendelea kijiji kitanitambua kwamba mimi ni nani kwako wewe. Mimi ugomvi wangu huaga hauamuliki. Na hili swala nadhani unajua kabisa mimi mwenyewe linaniuma. Sasa hicho unachonifanyia, na kuheshimu mtu wangu, tena na kuheshimu sana. Sitaki tufike mbali. Matatizo uliyatafuta wewe mwenyewe, ila mimi natafuta suluhisho. Yaani ninakukataza na bado unaendelea kuzungumza swala hilo hilo la uchawi. Wewe na Numbwaziko ni wachawi. Wewe mtoto, nimeshakukanya. Si unanielewa? Ulishie kuniona mimi na Numbwaziko hata barabarani tumesimama. Mimi na ujirani na Numbwaziko? Sina kuuliza. Hivi mimi ningekuwa mchawi, yaani mimi hapa ningekuwa mchawi, ningeweza kukuzaa wewe? Si ningekuua? Nimekubeba tumboni miezi 9, nikakunyonyesha miaka hii 2, nikakulea mpaka hapo ulipofikia. Leo hii unatoa maneno huko mitaani kwa mataira enzio na kuja kuniambia mimi ni mchawi. Wewe mtoto, wewe kila siku unaambiwa mwana kulitafuta, mwana kulipata. Kwa hiyo unachokitafuta huko mitaani unakoenda utakipata.
wewe ni nani na umetoka wapi na umewaza nini kuja kumjaribu Numbwaziko? Siku zote mtu akiua kwa upanga lazima naye atakufa kwa upanga. Unafanya mabaya, unategemea ulipe wema Sio kwa dunia sasa hivi. Sijawaitishwa Numbwaziko, na hakuna mtu yoyote anayeweza kuja kuntisha kwenye hiki kijiji changu. Sasa mimi ndo nitakuwa mtu wa kwanza kukutisha. Maana wewe ni sikio la kufa. Nikikwambia usitoke hapa nyumbani, usizurezure ovyo, unisikii. Sasa hao unaokutana nao na kuambia huko mitaani masuala yasioeleweka ndio unayotaka. Na bila akili unatoka huko umeyabebelea, umeyashikilia. Mama, wewe na Numbwaziko ni wachawi. Wewe unanitafuta, si ndio? Ukiambiwa hapa nyumbani osha vyombo, chota maji, upike, kulanda tu barabarani, kulanda tu. Nitakupiga tena, nakwambia nitakupiga nikija kulisikia leo siku nyingine. Halafu ole wako nije mkono umetoa hapa miguu yako, umeenda tena huko mitaani kwa wapuzi wenzio. Nitakata kuja kukifanya au utakuja kuamini? Yeye hutakuja kuamini kama mimi ni mama yako ama ni mama wa kambo. Yaani pilipili wale watu wengine, alafu ije kuwashe wewe. Sasa endelea. Wanadamu wengi hufurahia sana pindi wanapotekeleza maovu yao, lakini unapofika wakati wa kulipa kwa wale mabaya aliyoyatenda hawapo tayari. Sijawahi kutishwa na mtoto mdogo kama wewe. Yaani ndo mara yangu ya kwanza kutishwa na wewe. Sasa fanya uone nikuoneshe mimi kama Numbwaziko ni nani. Cheka umalize. Maana leo ndio siku yako ya mwisho kucheka. Ukiwa unacheka ukumbuke mbele yako kuna majonzi. Mimi ndio Numbwaziko. Wanapenda kuniita libaba la watu. Kumbe unijui mimi ni nani? Sawa. Na umeanza bifu na mimi? Nitajulikana. Mimi ni Mwajuma la Mwajuma. Na hakuna mtu ambaye ananiweza kwa lolote. Ukija kwangu unajisumbua. Sasa wewe nimekuta mara hizi mara 3. Kitachokukuta utasimulia wenzio. Ndio nataka nione sasa. Hicho kinaweza kunikuta mimi. Aha, kumbe kameweza kupotea. Tajua na mbele kwa mbele kwako.